Habari, sikiliza hiki kisa kwa umakini. Kulikuwa na mama mmoja mwenye jicho moja tu, ni mlemavu. Alifiwa na mume wake. Hakubaki na chochote zaidi ya mtoto wake ambaye alikuwa ni kila kitu kwake. Alifanya kazi usiku na mchana akihangaika kwa ajili ya mwanae. Siku zilipita, mtoto akafika umri wa kuanza shule. Moyo wa mama ulijaa furaha na maumivu kwa wakati mmoja, akimpeleka shule na kumwaga mwanae kwa mara ya kwanza. Lakini pindi mwanaye aliporudi jioni ile, uso wake ulijaa huzuni. Mama akamuuliza kwa upole, "Kuna nini mwanangu?" Mtoto alimjibu kwa sauti nyembamba isiyo na hatia, "Mama, tafadhali usije tena shuleni. Wanafunzi walicheka jicho lako wakanidhalilisha." Mama alijaribu kutabasamu akijifanya kwamba maneno yale hayakumuumiza, akisema moyoni mwake, ni mtoto tu, bado hajui uzito wa maneno yake. Miaka ikapita na yule mtoto akawa kijana mzuri. Mama yake alijivunia kila hatua aliyoipiga, lakini mwanaye, kila hatua aliyoipiga ilikuwa ni hatua ya kumtenga mama yake. Siku moja marafiki zake walimwona mama yake kwa bahati mbaya. Alionekana mwenye hasira, akimtukana na kumfukuza kwa ukali. Alimwambia waziwazi, "Usije karibu na mimi, kaa mbali na maisha yangu." Mama yake hakuwa na la kufanya zaidi ya kulia kwa jicho moja lililosalia. Aliumia lakini hakumchukia. Aliumia lakini aliendelea kumpenda. Ghafla mwanaye akasafiri kusoma nje ya nchi kwa lengo ya kukaa mbali naye, na hakuwahi hata kumtafuta mama yake isipokuwa tu pale alipokuwa akihitaji pesa. Miaka ikapita, mawasiliano yalikata. Mama alisikia kwa majirani kuwa mwanaye ameoa na ana watoto tayari. Mama alifurahi sana, moyo wake ulishindwa kuvumilia. Alijikusanya akauza kila kitu kidogo alichokuwa nacho ili apate nauli ya kwenda kumwona mwanaye na wajukuu zake. Alifika mlangoni kwake akiwa na furaha. Mjukuu wake mdogo akamfungulia mlango. Alipomwona bibi yake hakumjua na akaanza kulia kwa uoga baada ya kuona uso wa mama na ulemavu wake. Baba alisikia mwanaye analia, akakimbilia mlangoni kujua sababu iliyomliza mtoto wake. Alipomwona mama yake, uso wake ulijaa hasira. Kwa ukali akamwambia, "Kwa nini umenifuata hapa? Si nilikwambia ukae mbali na mimi? Unataka nini kutoka kwangu?" Mama hakusema neno, moyo wake ulisimama. Dunia ilionekana nzito kupita kiasi. Polepole aligeuka na kuondoka, huku miguu ikitetemeka. Miaka ikapita. Mwanaye alipozeeka kidogo, ndipo alipoanza kutambua thamani ya wazazi. Akaamua kurudi nyumbani kuomba msamaha. Alipofika nyumbani kwao, akakuta mlango umefungwa na kufuli kwa nje. Akauliza majirani, "Mama yangu iko wapi?" Wakamwambia kwa huzuni, "Mama yako alifariki wiki iliyopita, lakini alikuachia barua." Alichukua barua kwa mikono inayotetemeka, akiisoma taratibu. "Mwanangu mpendwa, nimehuzunika sana kuondoka duniani bila kukuona, lakini niliheshimu maamuzi yako kukuweza kuvumilia kuwa na mama mwenye jicho moja. Lakini mwanangu, kuna siri ambayo sikuweza kukuambia. Ulipokuwa mdogo ulipata ajali mbaya sana, ulipoteza jicho lako, na kulikuwa hakuna jinsi isipokuwa nikupe jicho langu ili uione dunia, na mimi nibaki na jicho moja tu ili niweze kukuona." Tuelewe kwamba wazazi ni neema, watendee wema kabla hujawapoteza, na kama wametangulia, ombe rehema na amani. Hakika wametanguliza zaidi ya jicho, wametanguliza maisha yao kwa ajili yako. Asante.